Lakini sehemu nyingine ya pili ambayo ni muhimu sana, kwamba hawa mawaziri wa mtambuka hawa katika hawa niliowataja, yaani kwa maana huyu waziri wa mambo ya ndani ni yale waziri wa mambo ya ndani, ni muhimu sana kwamba kama Mheshimiwa Rais ameona kuna umuhimu wa kukutana sisi, basi wao pia ni wana umuhimu zaidi, kwa sababu kama Mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani atajenga na yeye utamaduni wa kukutana na vyama vya siasa, kuna mambo yatajitengeneza vizuri, hata Mheshimiwa Rais atafika kwake. Lakini pia tutamshauri namna nzuri ya kuweza kufanya kazi zake. Kwa mfano, hata tamko alilotoa juzi kwenye bunge pale ya kuzuia mikutano, halikuwa ni tamko ambalo halikuwa na afya, wala alikuwa na sababu ya kutoa yeye. Kwenye yeye anatoa kauli kwamba mikutano hakuna, yeye ndo anaomba hizo taarifa za kufanya mikutano zinakwenda kwa waziri. Taarifa za kufanya mikutano anapelekewa polisi, zinakwenda kwa polisi. Sasa kwa nini zuio lile au katazo lile, hata kama ni la muda, kwa nini alitoa yeye? Lakini ndo kalitoa. Kwa nini? Lakini ndo amefanyaje? Ametoa. Sawa, tumetii hiyo kauli yake, na hizo mamlaka zingine pia zimetii kwa muda huo. Nadhani marekebisho yamefanyika, lakini ni afya iliyoje na ni uzuri au ubaya ulioje kwamba wanaokaa upande wa pili wakaanza kuoni uhalali wa yeye kutamka. Hata kama utasema kwamba yeye ndio mwenye mamlaka, ndio waziri anayehusika, ana haki ile na ile na ile na ile, lakini ni kweli kwamba kuna mwanasiasa au kuna chama cha siasa kinapeleka barua ya taarifa kwa waziri? Maana yake si kweli. Barua ya taarifa ya shughuli za kisiasa kwa maana ya mikutano au maandamano yanapelekwa polisi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba swala la kusema jamani mikutano kwamba itakuwa namna gani au kuna shida kuna ni mtu wa polisi tu. Polisi tu anaweza akasema hiyo na yenyewe wala haina shida. Lakini kwa sababu kuna hali hiyo ya kwamba kila mtu kujifanyia katika mazingira ya kwake, sio mazingira ya kumsaidia Mheshimiwa Rais, kila mtu anafanya anavyofanya, matokeo yake haileti afya katika demokrasia, kwa sababu unatoa tamko, alafu tamko kisha toa tamko tu inafuata hoja. Yaani unatoa tamko leo, yaani dakika 10 baadaye baada ya tamko tayari zimeanza message za watu kupinga tamko au kuanza kufanya uchambuzi wa tamko. Sio sawa. Kwa hiyo waziri wa mambo ya ndani na yeye atengeneze utaratibu wake wa kukutana na viongozi wa vyama vya siasa au viongozi wa dini au wanaharakati watu gani hao wote, kwa sababu hii itamsaidia kwanza kupata kufahamiana kwa karibu, lakini pili kushauriana vizuri namna kuendea hizi kazi. Na hii tija yake ni kubwa, kwa sababu hakuna kitu kinachoweza kujenga katika taifa kama mazungumzo duniani kote. Lakini hata ukipekua kwenye vitabu vya dini, uende kwenye vitabu mbalimbali, hakuna kitu kinachojenga watu kuwa pamoja kama mazungumzo. Kwa hiyo tunasema waziri mambo ya ndani ajenge utamaduni wa kukutana na viongozi wa vyama vya siasa, akiwa yeye mambo ya ndani ni pamoja na Mheshimiwa IGP. Zamani miaka ya nyuma kule nyuma miaka ile ya wakati wa mwalimu wa mzee Jakaya, nadhani hata wakati wa mzee Mkapa, kulikuwa na mkuu wa polisi mmoja anaitwa Saidi Mwema, kama hicho. Huyu mzee bana alikuwa bingwa sana katika wakuu wa polisi ambao naweza nikawatolea ushuhuda ni huyu mzee. Hata kuna wakati alizindua neno yake fulani inaitwa sheria bila shuruti. Tumekutana naye mara nyingi, anatuita kule Ustabe kule polisi mesi, na kwenda kule mnatafuna na mandazi kidogo na nini, mnazungumza, anasema bwana nina operation hii inakuja kwa jamani, mnatakiwa kutii sheria bila shuruti, na anasema nimewaandaa vijana wako vizuri na nini. Kwa hiyo ni vizuri kufuata utaratibu kuliko kuja kulazimishana na nini. Tusitumie nguvu katika kulazimishana mambo ambayo yapo kwa mujibu wa sheria. Tunazungumza, anasema haya anatuita wakati mwingine, kuna wakati aituita akawaita na marapisi wote wakuu wa polisi wa mikoa yote, tukakutana nao pale na akawaambia nimewaiteni hapa, hao ndio marapisi, mtakwenda huko mikoani mtakutana nao hawa watu. Kwa hiyo cha kufanya, chukueni namba za simu, badilishaneni namba za simu ili mkienda kumfahamiana. Yaani alijenga hiyo. Na ilikuwa kweli unakwenda kwenye mkoa unampigia simu afisa hao, umekuja Mheshimiwa Rais karibu na nini. Yaani kulikuwa hakuna shida. Hakuna shida yoyote. Lakini sasa ule utaratibu umepotea. Haupo tena. Leo ukimwona polisi anakuja ofisini kwako tayari unafunga mkanda vizuri, sasa hapa nakwenda kufungiwa mkanda na kwenda kuweka kwenye kitundu. Ukimwona polisi kaja unajua tayari naitwa nikatoa ushahidi mahakamani, naitwa au nakuja kutekwa au unafanyaje? Yaani hatuna amani, unaona? Yaani tulikuwa sasa kama ni maadui.
Haipaswi kuwa hivyo. Na hii kwa sababu kwamba kile kifungu kile cha kwamba huyo waziri wa mambo ya ndani au mawaziri hawa ni wasaidizi wa Mheshimiwa Rais, inakuwa kinaangalia zaidi, yani usaidizi wao ni ule wa kusubiri kupewa maelekezo. Yani ni usaidizi wa kusubiri kupewa maelekezo. Sasa hiyo sio sawa. Tunataka usaidizi kwamba kuwa katika eneo lako kuwajibika vipi, utakuwajibika vipi katika eneo lako, ndio ile dhana ya kumsaidia rais inakuwa ina maana. Lakini kama huwezi kuwajibika vizuri, unasubiri upewe maelekezo, sasa huo ni msaada wa namna gani? Msaada ni kwamba wewe una play part katika eneo lako, unahakikisha kila jambo ambalo unatakiwa ufanye unalifanya kwa wakati, na hiyo ndio inakuwa kumsaidia. Kwa hiyo kama kuna mambo tutazungumza vizuri na polisi, vizuri, polisi wamegawanyika. Wako polisi ngazi ya wilaya, polisi ngazi ya mkoa, na mheshimiwa IGP na timu yake kule. Sasa sisi viongozi wa kitaifa, mwenzetu ni huyu bwana IGP bwana Wambura. Lakini viongozi wetu wa mikoa wana wenzao ma-RPC kule kwenye mikoa. Viongozi wetu wa wilaya wana wenzao ma-OCD kule wilaya. Kote huko kila mtu akiwajibika, wala hakutakuwa na shida. Leo mimi nataka kufanya mkutano au maandamano, taarifa yangu nitampelekea OCD. Tutapeleka kwa OCD kwa sababu tunataka kufanya maandamano au mkutano wilaya ya Temeke. Tutampelekea OCD wa wilaya ya Temeke. Na kama OCD wa wilaya ya Temeke ana mahusiano na viongozi wangu wa wilaya ya Temeke, ana mahusiano na viongozi wa vyama vya siasa, tukifika pale wala hakutakuwa na maneno mengi. Tutaelewana vizuri pale, tutazungumza, tutashauriana, tutakubaliana, wala RPC hatapata taarifa. Atapewa taarifa kwa bwana chama fulani wamekuja hapa wanataka kufanya mkutano au maandamano na tumewaruhusu wanaendelea, tunawapelekea ulinzi. Yaani yeye atapewa kama taarifa tu taarifa, lakini shughuli zitaendelea. Lakini sasa ukiona barua ya mkutano inapelekwa kwa RPC, maana yake huyo hapo OCD pana shida hapa chini. Ukiona sasa taarifa anajibu msemaji wa polisi, hiyo ni shida, kwa sababu kuna maeneo fulani hatuwajibiki vizuri. Lakini tukiwajibika vizuri, kila mtu katika eneo lake akiwajibika, haya mambo hayatakwenda. Jambo la OCD litaisha kwa OCD pale, na huyo OCD anakuwa yuko family na hao wenzake. RPC atakuwa na family na viongozi wake wa viongozi wenzake wa mkoa. IGP atakuwa familia na sisi wakubwa wenzake wa taifa. Mambo yatakwenda. Kwa hiyo mijadala itakwenda hapo, wala kuandika mambo kwenye magazeti, sijui kwenye mitandao, kusemana huko haitakuwepo, kwa sababu tutakuwa tunakutana mara kwa mara, tunazungumza, tunashauriana, mambo yatakuwa yanakwenda. La pili, huyu waziri anayehusika na waziri wa uratibu bunge, sera, uratibu na bunge, wadau wake ndio sisi. Hakuna bunge kama hakuna vyama vya siasa. Hakuna bunge kama vyama vya siasa havipo. Umeelewa? Hakuna serikali kama vyama vya siasa havipo. Mahakama sawa ni wa kutafsiri sheria au kutoa haki. Lakini bado jaji wa mahakama anateuliwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais mwanasiasa. Kwa hiyo tunaona maeneo mengi hayo sisi tumeingia. Kwa hiyo huyu ndo anahusika zaidi, kwamba huyu ni waziri wa sera, uratibu na bunge, na yeye ndio sisi tupo kwenye mfuko wake sisi ni wadau wake. Lazima na yeye atenge muda kwa ajili ya kuzungumza na hawa watu, kwa sababu kabla Mheshimiwa Rais hajakutana na hawa watu, ni vizuri na wao wajipime, ni umuhimu wa wao kuwa wa kwanza kukutana nao, kwa sababu tutakwenda kwa Mheshimiwa Rais. Mimi leo nasema wenzangu sijui kama wameona hilo ninachokiona mimi, lakini mimi leo nasema kama nikipata nafasi, haya ndio nikimweleza Mheshimiwa Rais, kwa sababu Mheshimiwa Rais kasema ukweli, tumsaidie katika maeneo fulani, na mimi kwangu naona hiyo ni fursa, kwa sababu kama tunapata nafasi ya kukutana na mkuu wa nchi na yuko tayari kutusikiliza, mimi naona zaidi ya bunge. Mimi kwangu naona zaidi, kwa sababu chama changu hakina mbunge, chama changu hakina diwani, lakini kama napata nafasi ya kukutana na mkuu wa nchi na yuko tayari kwamba nimueleze, nimshauri, nifanyaje, na naona mimi nisingekuwa na maneno mengine zaidi haya ninayosema, kwamba kuna mawaziri wake wanaohusiana na sisi vyama vya siasa, maeneo yao hawatimizi wajibu wao kwa kiwango kinachopaswa. Na kwa sababu hawatimizi wajibu wao kwa kiwango cha, tunashukuru Mheshimiwa Rais ameliona hilo, na ndio maana anasema kwamba amejivesha mwenyewe huo mwavuli kwamba mimi nitafanya hii kazi. Lakini haikupaswa kwamba na kama imepata kwa kiwango hiki, basi ilipaswa hawa mawaziri wake wa chini wajitafakari, kwa sababu sisi wasitegemee, na ndio hiyo wasitegemee kwamba tutakuwa na maneno mengine mazuri zaidi haya. Sisi tumwambia Mheshimiwa Rais kwamba hawa watu bado hawakusaidii, na ndio maana hata hii migogoro ambayo inaonekana yote migogoro yote ya watu hao kubambikiwa, sio kesi, sio makesi haya, sio no reform no election, sio tunataka katiba mpya, sio tunataka nini, yote haya kwa sababu kuna watu hawa play part katika nafasi yao. Hivi kwa mfano waziri wa sheria
hiyo kuna wakati tuliambiwa kwamba kutakuwa na utaratibu wa kutoa elimu ya katiba. Tukasikia mpaka na bajeti ilitengwa kwa ajili ya hiyo kazi. Hizo zoezi limezimika. Mpaka leo hamna taarifa yote kutoka kwake. Hakuna taarifa yoyote. Sisi wanasiasa tuliona ile tamko lilikuwa lina maana kwa sababu ni kweli watu watakuwa wajue katiba, lakini imezimika hapo katikati na hakuna maelezo. Hakuna maelezo na wala yeye haoni kama kuna umuhimu kwamba siku moja awaite wanasiasa sema jamani, wanasiasa hebu njoo tuzungumze hapa. Mimi ndo waziri wenu wa sheria. Mimi ndo waziri wa sheria katika nchi hii, waziri wa katiba. Nimeona ni tuje tukae tuzungumze leo siku moja, tukae hapa, tunywe chai hapa tuzungumze. Hiyo mambo ya nauli usitoe hata nauli story. Wewe tuite sisi tutakuja wenyewe tuzungumze. Jamani, hivi hii katiba kwani shida kweli hasa? Shida ni nini? Hebu leo nimewaita leo, hebu niambieni kwa mimi ndo waziri wa sheria wa katiba. Kwenye katiba hii ina matatizo gani? Ni maeneo gani ambayo yana umuhimu wa kufanya marekebisho haya nani haya? Tukae tuzungumze naye, tutamueleza. Pengine pale unaweza kukuta ikapatikana suluhu hapo. Kumbe kuna serikali ikapata nafasi ya kujua, alafu akaenda kumwambia rais, bwana nimekutana leo na wanasiasa ambao ndio kimbele katika kudai mambo swala la katiba. Nimekaa nimezungumza nao leo watueleze kwamba wanataka katiba mpya au wanataka mabadiliko ya katiba au kuboresha katiba katika maeneo gani? Hii katiba iliyopo ya mwaka 77, mapungufu hayo yaliyopo ni maeneo gani hayo ya mapungufu ambayo yapo kwa kiwango hicho? Na ni namna gani ya kufanya, na wanataka tuondoe nini tuingize nini? Nimezungumza nao, nimewasikiliza, wamesema 1 2 3 4 5, Mheshimiwa Rais nimepata haya hapa, nadhani hivi. Yaani hapo ndio huko ndio kumsaidia rais. Lakini sasa yeye anaona kabisa ndio kateuliwa kuwa waziri wa sheria wa katiba, na anasikia nchi na joto ya katiba, anasikia watu wanapiga makelele, nchi anaiona, watu wanahangaika. Yaani huko tunaonekana sisi kama ni nchi ambayo ya tofauti, demokrasia hamna, sio vitu gani hamna, watu wanadai. Alafu yeye waziri wa katiba yupo, kanyamaza kimya. Hatakuji chochote. Mpaka Mheshimiwa Rais bwana, nitakutana na siasa, tumwambie. Kwa hiyo pale jana watu wamezungumza habari ya katiba, wamezungumza habari ya nini? Sasa tunakwenda kumwambia mkuu wa nchi. Tunakwenda kumwambia mkuu wa nchi. Hayo yeye. Kwa hiyo mkuu wa nchi ndio atoe taarifa kwa waziri wa sheria. Maana ndio maana yake. Maana sisi tutakwenda kumwambia, tutamwambia hivi sababu sisi hatuna pa kusemea. Hatuna pa kusemea sisi. Kwa hiyo hii nafasi aliyopewa Mheshimiwa Rais, wasilaumu tena hao mawaziri. Tutakwenda kusema hayo kwa sababu hatuwezi kusema kwa sifu tu. Kama kusifu tutamsifu Mheshimiwa Rais, maana ndio tumeona anafanya kazi na wao wenyewe hata wakienda kule majimboni kwao. Maneno ndio hayo. Mheshimiwa Rais katupa kisima. Mheshimiwa Rais katupa madawati. Mheshimiwa Rais katusaidia majengo ya shule. Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kumbe tunaona kazi zote anafanya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sisi tutamsifu yeye. Tutamsifu yeye kwa sababu ndio sasa ndio anaonekana huko na wenyewe ushahidi wao wenyewe ndio wanatusema hicho. Kwa hiyo wao manake hakuna anachofanya. Sasa hii hapa hicho. Kwa hiyo mimi ningepata nafasi haya yote haya ni mtiririko wa mambo ambayo najua muda usingetosha kumwambia yote haya, lakini sababu mimi kidogo fundi wa kuongea haraka ningilazimisha kwa namna yote ile kupenyeza kila kitu kikafika kwa muda huo wa dakika 5 au dakika 6. Ni kwamba mawaziri wote mtambuka kwenye vyama vya siasa wanawajibika kumfuata Mheshimiwa Rais, kutii kwa Mheshimiwa Rais juu ya kukua na wao na vikao vya hata mara moja, sio mara tatu kama alivyosema Mheshimiwa Rais. Basi wao hata mara moja kwa mwaka au mara 2 kwa mwaka tukutane, tuelezane ili tupunguze maneno ambayo yatakwenda kwa Mheshimiwa Rais moja kwa moja na yatawaondolea wao uwepo wao, ile heshima ya uwepo wao haitakuwepo. Tukasema pia tunamtaka tungependa siku vikao vikiendelea, Mheshimiwa Rais atuwekee wale wote, atuwekee mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na mwenyekiti atuwekee pale, kwa sababu kuna mambo mengine wanafanya watu kwa utashi wao, alafu ile kesi au ile lawama inakwenda kwa Mheshimiwa Rais. Hivi kwa mfano eti masanduku ya kura yamechelewa kupelekwa kwenye vituo. Sasa huyo leo utamlaumu rais. Utasema rais ndio anahusika. Sio watendaji wa tume ndio wamefanya hiyo. Au unasema mimi niliibiwa kura. Sasa kumbe kura ndio rais ndio kaenda kaiba kura ya rais ndio kachukua kama mimi nayo kapeleka huko. Si watendaji wa tume ya uchaguzi. Lakini pia hata hao watendaji si wao binafsi, si kwamba sio mwenyekiti wa tume atawaambia bwana wewe ibeni kura, si yeye mwenyewe. Sasa sisi tutamwambia bwana kuna shida kwenye uchaguzi, kuna shida. Na hiyo shida tukimwambia tutataka sasa Mheshimiwa Rais najua atatumia nguvu hiyo kwamba bwana mwenyekiti wa tume, watu wanasema kuna moja tatu, unaijua hiyo? Unafanyaje? Yaani majibu haya tutatibu na yatakwisha hapo ndani yenyewe mingine wala hayaendelea tena. Huyo waziri wa mahusiano vile vile kuna uhusiano ndio tuzungumzia huko. Ni pamoja kuwa na mawasiliano ya mara kwa mara kwa ngazi tofauti. Viongozi wetu wa wilaya wawe na mahusiano, viongozi wetu wa mkoa wawe na mahusiano, serikali, viongozi wetu wa kitaifa ndio sisi tuwe na mahusiano hivyo. Hii
itajenga utamaduni. Kwanza tutaheshimiana, lakini pili maneno yataisha. Kwa sababu kila baada ya miezi mitatu mnakutana na rais. Kila baada ya miezi minne mnakutana na rais. Kila miezi minne mnakutana na rais. Haya, huo uongo utakwenda kuongelea wapi? Huo umbea utakwenda kupeleka wapi? Kwa sababu wanakwenda nasema haya, semeni. Tutasema mwisho wa siku atakwisha, tutapiga tu Tanzania oye, basi atakwisha, maisha yanaendelea na kila kitu kitakwenda sawa.